Leo ilikuwa ni siku ambayo ni uamuzi wa pingamizi ambalo mwenyekiti alikuwa ameweka juu ya ile notice ya serikali ya kutaka kuleta ushahidi wa ziada katika kesi yao kwa yule shahidi wao ACP Amini Mahamba. Amini Mahamba kama mnavyofahamu, yeye tayari ni shahidi kwa sababu kwamba taarifa zake za ushahidi na maelezo yake yameandikwa katika ile taarifa ya mahakama ya ukabidhi ya pale Kisutu, na hizo taarifa zake zimepokelewa hapa. Kwa hiyo ule ushahidi wake kwa sehemu kubwa upo mahakamani na mwenyekiti tayari ameshajiandaa nao kuweza kukabiliana naye, kwa sababu ndio tunasikia kwamba ndio shahidi wao muhimu sana, ndio amebeba kesi hii. Sasa licha kwamba ni shahidi muhimu, bado serikali ikafikisha maombi ya hiyo notice kwamba wanataka kuongezea ushahidi wa ziada wakitumia kifungu cha 308 cha sheria ya makosa ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa baada ya ile pingamizi, mahakama leo imetoa uamuzi wake. Jopo la majaji wao watatu wamesema kwamba maombi hiyo, taarifa hiyo au notice hiyo haipo kisheria, kwamba ni batili, haina mashiko ya kisheria kwa sababu inataka kuleta ushahidi wa ziada kwa mtu ambaye tayari ni shahidi. Kile kifungu cha 308 cha sheria ile ya mwenendo wa jinai chenyewe kinaruhusu tu taarifa hizo kuletwa na mtu ambaye ni shahidi, ambaye hakuwa shahidi katika ile kesi, na sasa ni kwamba wewe ushahidi amkuwa nao wakati ule. Na kikubwa zaidi, majaji wameendelea mbele na kusema kwamba inatakiwa ushahidi huo uhusiane na kosa lile ambalo liko mahakamani, na maana yake tunazungumzia ile makosa ambayo mwenyekiti anatuhumiwa kuyafanya tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa ukitaka kuleta yale mambo tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na kuendelea, hapo unaleta kitu tofauti kabisa na kicho kwa mahakamani. Na kwa kweli kwa sehemu kubwa hata ukiangalia kisheria ni kwamba unataka kujazia mahakamani na mambo yasiyohusika. Kama tunazungumzia maswala, kwa mwenye mnapenda mpira, unazungumzia maswala ya Yanga, uweze kuleta maswala ya Simba. Kama unazungumzia maswala ya Simba au Cosmopolitan, uweze kuleta mambo ya timu nyingineyo. Sasa hoja ya msingi ni kwamba mwenyekiti anatuhumiwa kwa makosa ya uhaini kutokana na kauli yake tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Uweze kuleta mambo ya matukio tarehe 29 mwezi wa 10 na kuendelea, kwamba watu wameuawa, kana kwamba na kutaka kufanya kugeuza ile kesi kutoka katika kesi ya matamshi kuwa kesi ya mauaji. Kwa hiyo ikawa ni kwamba mahakama imekataa. Sasa baada ya hapo, upande wa mashtaka wakapiga sarakasi kidogo, wanadhani walipigwa na ngumi ilikuwa ni nzito. Sasa wakaamua kusema kwamba wanaomba muda wa dakika 50 saa moja kwenda kujipanga, na kwa sababu imevuruga kidogo utaratibu wao wa ushahidi na kuwasilisha ushahidi wao. Kumbe serikali kuja sasa, wamekuja na kitu kipya kabisa. Wamekuja na notes of motion, maombi kama maombi ya pembeni kwa mahakama ya rufaa, kwamba hawajaridhika na ule uamuzi au mwenendo wa jinsi ambavyo ile pingamizi imeendeshwa na mahakama kupitia ule uamuzi wa leo. Kwa hiyo wamesema kwamba wanakwenda mahakama ya rufaa, wakitaka mahakama ya rufaa itumie mamlaka yake ya mapitio iweze kufanya nini kupitia ule mwenendo au ule uamuzi ambao umefanywa na mahakama hii. Hiyo inamaanisha nini? Kesi lazima isimame. Hapa imesimama kwa sababu wanasema shahidi wao ule wa msingi huyo bwana ACP Mahamba ndiye ambaye sasa maana yake amekumbwa vibaya sana na huo uamuzi. Kwa hiyo wanaamua kukatia au kuomba mahakama ya rufaa ipitie tena huo uamuzi na ule mwenendo mzima wa jinsi ambavyo kesi ilivyokwenda.